Zungumza mengi mno kuhusiana na biashara, lakini vile vile kuhusiana na uchumi. Lakini leo hii tunataka twende tuzungumze kuhusiana na uchumi wa Tanzania na kuitazama mwaka 2026 ambayo tuko nayo. Sasa kwa mujibu wa takwimu tunaambiwa kwamba uchumi wa Tanzania umekuwa, yani kwamba mwaka 2025 Tanzania ilishuhudiwa ikimaliza na uchumi mzuri mwaka huu 2025, ambako uchumi huo ama ukuaji huo mzuri wa uchumi ulichangiwa kwa kiasi kikubwa kwa kuongezeka kwa biashara ya nje. Sawa bwana, yani kwamba mauzo ya nje yalikuwa ya kutosha, exports, lakini pia ukusanyaji mzuri wa kodi ulikuwa uko vizuri, kapelekea hayo kufanyika. Lakini vile vile imeshuhudiwa mapato makubwa ya dhahabu ikawa kama sehemu ya kuongeza uchumi kwa mwaka 2025. Na kwa mujibu wa takwimu hapa nitajumuisha takwimu za Benki ya Dunia, lakini pia shirika la fedha la IMF pamoja na takwimu za Benki Kuu ya Tanzania na vile vile shirika lile la Taifa la Takwimu. Sawa bwana, ambayo tuko nayo ofisi ile ya Taifa ya Takwimu NBS hapa Tanzania. Tunaambiwa kwamba kwenye swala zima la ukuaji wa uchumi, Tanzania imeshuhudiwa ikikua karibu kutoka 5.8 mpaka 6.3 mwaka 2025. Yani ikitoka 5.8 mpaka 6.3 mwaka 2026. Mauzo ya nje yaliongezeka mpaka kufikia dola bilioni 10.28 kwa mwaka 2025. Lakini vile vile ukiacha hivyo ilishuhudiwa dhahabu ikichangia karibu 45.7 ya exports zote. Sasa tumekuja kuzungumza na wadau, wachambuzi, lakini pia wachumi kuhusiana na swala hili kuona ni kwa namna gani hasa tunaweza tukapata maoni yao. Na hoja kubwa ni nini hasa? Sisi tumewaalika hapa kuja kujadili kwa pamoja kwamba wakati Tanzania imeshuhudiwa ikifanya vizuri katika uchumi mwaka 2025, Tanzania sasa inapaswa kufanya nini? Hizo specifications, hizo categories zilizoainisha ambazo tumefanya vizuri sana katika uchumi kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo ni jambo la kufurahisha, ni jambo la kutia moyo kwamba alirasimisha au alizindua sera mpya au dira mpya ya taifa ambayo inakwenda mpaka mwaka 2050. Sasa ni mambo yepi ambayo yanatakiwa kufanyika? Nafikiri ni mengi, lakini Simba tukitaja machache. Moja ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwekeza katika tafiti hasa kwenye eneo la uchumi, kwa sababu Afrika ni moja kati ya mataifa Tanzania ni moja kati ya mataifa ya Kiafrika ambayo yamejaliwa rasilimali za aina tofauti tofauti, na zipo ambazo mpaka sasa hivi tayari zilishagundulika. Kwa mfano tunafahamu tuna gesi ambayo miaka kadhaa iliyopita iligundulika inachimbwa Mtwara, lakini pia sitaki kuamini kwamba ni gesi pekee na madini ya aina nyingine tuko nayo ambayo yanaweza kaimarisha uchumi wetu. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza katika tafiti zaidi. Pengine unaweza kukuta hata tuna mafuta hapa Tanzania, unaweza kukuta tuna madini ya aina zingine tofauti na yale yanayochimbwa Buzwagi, Mwadui, kule Sumbawanga na kadhalika. Tunaweza kuwa tuna rasilimali nyingi ambazo kwa sababu pengine ya mfano unaona kuna agenda 1030 ile ya kukipandisha kilimo kufikia 10% mpaka kufikia mwaka 2030. Na tunafahamu Tanzania kilimo kina ajiri zaidi ya 60 ya raia wa Tanzania, wengi wakiwa wanatokea kule vijijini. Lakini kilimo hiki kinahusisha ardhi ambayo 80 mpaka 90% bado iko katika matumizi yale ya kiasi kidogo sana kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Na ni kilimo hiki ambacho ukija kwenye GDP au pato lile la taifa kinachangia kwa 25% tu. Kwa hiyo ni sekta ambayo inaonekana kuwa na potential, lakini kwenye kuwezeshwa
ili kuweza kuifanya ichangie katika pato la taifa kwa kiwango cha kutoka kwenye 25% iende katika kiwango kile cha dhahabu vile inavyofanya vizuri katika kuleta magawio ya kila mwaka, bado kilimo hakijafikia. Kwa hiyo ni muhimu sana kama tunataka kweli kuifanya dira ya mwaka 2050 ya maendeleo kwenye eneo la uchumi imara, jumuishi, lakini pia wenye kuwa na kuakisi usawa ule kwa maana ya makundi yale ya aina zote katika jamii, ni lazima tuwekeze katika kilimo, sekta ambayo kwa miaka tangu tumepata uhuru inatambulika kama uti wa mgongo wa taifa au muhimili wa taifa letu. Kibiashara zaidi. Hapo umegusia sekta ya kilimo. Vipi nafasi ya sekta binafsi kwenye masuala pia ya uwekezaji? Ipi pia nafasi ya wafanyabiashara wakubwa na wakati? Jambo la tatu, ili tuweze kufanikisha uchumi kuimarika kutoka hapa kwenye takwimu hizi za 2026, kuongeza ushirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Na ukiangalia hili hata kwenye dira ya taifa ya mwaka 2050 linazungumziwa katika hiyo nguzo ya uchumi, kwamba miongoni mwa maeneo yatakayopewa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba sekta ya umma na sekta binafsi zinashirikiana katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mipango tofauti. Na unapozungumzia sekta binafsi, hapa tunazungumzia asasi za kiraia, tunazungumzia makampuni ya aina mbalimbali ambayo yamewekeza katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi katika nchi yetu. Kumekuwa na changamoto katika eneo hili, kwa mfano ya msururu wa kodi, na unaweza ukaangalia hili hata tarehe ambazo zimekuwa zikitozwa na chombo kimoja, basi kuimarisha ushirikiano wa vyombo ambavyo vimekuwa na wajibu katika kuzikusanya ili kupunguza msururu wa watu, lakini pia kurejesha imani ya taasisi za serikali kwa wananchi. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo nafikiri yamekuwa changamoto na ambayo nafikiri ni muhimu yafanyiwe kazi, kama ambavyo ripoti pia ya tume hiyo imeainisha, ni hili la msururu wa kodi katika chombo kimoja. Lakini pia sambamba na hilo, ni muhimu sana kupunguza swala la urasimu ambao utakumbuka hata mwaka 2025 wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akifungua kongani ya viwanda Kwala pale mkoa wa Pwani, Kibaha Pwani, alisisitiza kwamba ni muhimu sana kama tunataka kuimarisha uchumi kupitia uwekezaji wa ndani, lakini pia hata kutoka kwa raia wa kigeni, kwa sababu ile kongani inakwenda kuhusisha hata wawekezaji kutoka nje. Ni lazima tupunguze mazingira ya urasimu ambayo mara nyingi sana yamekuwa yakichangia mianya ya rushwa, lakini pia yamekuwa yakipelekea baadhi ya wawekezaji kukimbia kwenda katika mataifa mengine. Kwa hiyo hata kwenye hili eneo la bureaucracy au urasimu uliopitiliza katika mtu kupata kitu ambacho angepitia katika hatua 3, lakini kitasisi analazimika kupitia katika hatua 8, na zingine ukija kuangalia wakati mwingine si rasmi, ni hatua ambazo zinatengenezwa na watu kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo ili kuweza kuchagiza uchumi wetu kutoka katika takwimu hizi ulizotupitisha mwaka 2025-26, ni lazima tupunguze pia swala la urasimu katika namna ambavyo watu wanapata vibali vya uwekezaji, kwa mfano katika nchi, namna ambavyo watu wanataka kwenye kupata maeneo. Lakini jambo jingine nafikiri ni muhimu sana kuliangalia kundi la wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo. Ni muhimu sana, ni muhimu kwa sababu nchi yoyote ile duniani, hata ukienda China, Marekani, hizi hatua ambazo Donald Trump anachukua za tariffs au kodi za aina mbalimbali kwa bidhaa zinazotoka katika mataifa ya Afrika, Asia na kwingineko nje ya Marekani, lengo ni strengthen au kuimarisha uzalishaji, lakini pia na biashara ya ndani kwa upande wa wafanyabiashara, lakini pia wajasiriamali, na hilo amekuwa akilizungumza mara nyingi sana. Kwa hiyo na sisi pia kama sehemu ya kushajiisha uzalishaji, lakini pia
kuimarika kwa biashara ya ndani, hasa kwa wafanyabiashara wa Kariakoo, makumbusho na masoko mengine yaliyoko katika nchi yetu, ni lazima pia kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwawezesha hawa mawinga. Ni sekta ambayo inakuwa wafanyabiashara wadogo ambao bado wanajiendesha kwa mitaji inayotegemea mifuko yao. Kwa menajiri hiyo sasa, yani unamaanisha hata kwa wafanyabiashara lisiachwe kundi lolote? Maana yake ni kwamba kama haya ambayo tumeainisha kama sehemu ya masuala ambayo yanaweza kafanyiwa kazi na yatafanyiwa kazi ipasavyo kwa ushirikiano wa pande zote ambazo tumezitaja, kuna uwezekano mkubwa pengine hata kabla ya 2030 tukasikia taarifa ile iliyotokea kipindi cha Rais Magufuli ya kutoka kwenye ule uchumi wa kati wa chini pengine kwenda katika wataalamu wa fedha wanaitwa hivyo, au si mwingine ni CPA Shabani Hengo. Yeye anaweza kutupitisha pia kwa mtazamo wake na ushauri wake katika kile ambacho tumekuwa tukikijadili katika kibiashara zaidi kwa siku hii ya leo. Lakini kama ulivyokuwa unaeleza kwa masuala ya kiuchumi na masuala ya kifedha, ni kweli kwamba Tanzania kwa miaka hivi karibuni tumekuwa tunafanya vizuri kwenye masuala ya kiuchumi. Uchumi wetu umekuwa ukipanda mwaka mpaka mwaka. Na hii of course inasababishwa pia na juhudi za serikali katika kutekeleza maazimio yake na miradi yake na mipango yake kama ambavyo serikali inakuwa inapanga. Kwa hiyo katika kuboresha au katika kuendeleza maendeleo haya ya kiuchumi, yapo mambo mengi ambayo serikali inapaswa kuendelea kuyaongeza ili mradi kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa na mtu mmoja unakuwa unaongezeka. Sehemu ya kwanza ambayo labda ningeshauri ni masuala ya uzalishaji. Uzalishaji ni kiungo muhimu sana kwenye taifa lolote lile kwenye uchumi. Hata mataifa makubwa mengi ambayo yameendelea, maendeleo kwa kiasi kikubwa yanaanzia kwenye uzalishaji. Yaani sector production, kuzalisha bidhaa, kuzalisha huduma. Unapokuwa unazalisha, maana yake unaanzisha viwanda, biashara zinaanzishwa, huduma zinatolewa, zinatengenezwa. Hii inasaidia kwanza, unapoanzisha kiwanda kwa mfano, watu wanapata ajira. Lakini unapotengeneza bidhaa fulani, manake unasababisha ile bidhaa ipatikane. Ikipatikana ile bidhaa, inapunguza manunuzi ya nje. Bidhaa ambayo zamani ilikuwa inanunuliwa kutoka nje, sasa hivi ikiwa inanunuliwa kutoka ndani, maana yake tunapunguza ile tunaita leakage, yani kutoa pesa kwenda kununua vitu kwenye nchi zingine, kitu ambacho kinafifisha au kinadumaza ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo uzalishaji ungeongezeka sana. Kwa hiyo nadhani serikali inaweza ikaendelea kutengeneza mazingira marahisi kwa wazalishaji, kwa wanaanzisha viwanda, kwa wanaanzisha biashara. Manake hata hawa regulators au wasimamizi wa mataasisi au mashirika au biashara kama TRA, TMDA, TBS na nani, wanaweza kuwa wanatengeneza mazingira marahisi ili watu wafanye biashara kwa urahisi, biashara zao zikue. Biashara zikianzishwa, makampuni yakianzishwa, viwanda vikijengwa, ajira zitapatikana, serikali itakusanya kodi, lakini pia tutapunguza utegemezi wa kununua bidhaa kutoka nje, lakini pia tutatengeneza kujitegemea wenyewe. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo inaweza kutusaidia sana kwenye uchumi. Lakini eneo la pili ni kuexport, kuuza vitu nje. Tumekuwa tunanunua sana vitu nje. Kwa hiyo hali ambayo inasababisha tunatoa hela zetu kwenda kwenye nchi zingine. Lakini once tutakapokuwa tuna promote zaidi uuzaji wa nje, maana yake na sisi pia tutakuwa tunapokea fedha za kigeni. Tuna expand, tunatanua wigo wetu wa masoko. Kwa hiyo badala ya kuuza ndani peke yake, tunaweza tukauza mpaka nje. Kwa hiyo tunaweza tukapata fedha kutoka kwenye mataifa mengine ya nje. Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na hata mataifa ya mbali ya Afrika na hata huko Ulaya na nchi za Asia na Amerika. Kwa hiyo serikali kupitia taasisi zake ambazo zinajihusisha na mambo ya exportation kama TISEZA na Wizara ya Mambo ya Biashara, Viwanda na taasisi nyinginezo, zinaweza zikawa zinaendelea kuona namna gani wanavyoweza kutengeneza incentives, kutengeneza urahisi na unafuu kwa wafanyabiashara kuzalisha, lakini pia kupata masoko ya nje. Kuuza nje sio kitu cha kawaida, mfanyabiashara lazima apate usaidizi na usimamizi. Kwa serikali inaweza ikaendelea, of course najua kwamba serikali wanazo taasisi zinazopromote hayo mambo, lakini maendeleo malaki ni kujiboresha zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kujiboresha zaidi, kutafuta namna gani ambavyo tunaweza tukaongeza ule urahisi wa watu kwenda kuuza nje. Ukiacha sekta ya biashara, kwamba labda sekta kama utalii au sekta nyinginezo, zipi ambazo zinaweza zikawa sehemu
ya sisi kupanda zaidi kiuchumi, yani kwamba tunaweza tukaangalia labda masuala ya utalii au tukaangalia masuala mengine. Ukiachana na zile mbili ambazo nilisema, uzalishaji pamoja na uuzaji wa nje, lakini yapo pia maeneo mengine ambayo ni kitovu pia cha uchumi katika taifa letu. Kwa mfano kama ulivyozungumza utalii, kama ni kutengeneza mazingira marahisi ya watu kuja kutalii, lakini pia kuvutia wawekezaji kama masuala ya hoteli na nini, just ile kuongeza urahisi wa wageni kufika. Unajua mgeni ili afike kwenye nchi yako kutalii lazima pia kwa hiyo miundombinu, reli kama unavyoona kuna SGR, unavyoona miundombinu kama zinajengwa viwanja vya ndege, zinajengwa barabara za lami, zinajengwa madaraja haya kuunganisha eneo moja na eneo lingine. Ni kitu kizuri sana na ni kitu ambacho kina facilitate, kina promote ukuaji wa uchumi, kwa maana ili mzalishaji azalishe lazima awe na uhakika wa kufika sokoni. Lakini ukiachana na hivyo, kuna sekta pia zingine ambazo pia zinaweza zikawa zinaboreshwa zaidi. Kwa mfano teknolojia, ya uwepo wa teknolojia nzuri unaongeza pia urahisi wa ufanyaji wa biashara na shughuli za kiuchumi. Watu wanataka kupata urahisi, kizalisha apate urahisi wa kuuza, urahisi wa kutangaza bidhaa zake, lakini pia njia nyepesi za uzalishaji ambazo zinatokea kwenye ubunifu wa kiteknolojia. Kwa teknolojia wanapoiboost pia, tunaona nchi kama China iko vizuri sana kwenye teknolojia, nchi kama Korea, nchi kama za Amerika na wapi, ile teknolojia kuwa nzuri zinawasaidia kuzalisha kwa gharama ya chini kuliko kufanya manyo, na ili compete kwenye soko la dunia, teknolojia yako lazima iwe ya kiwango cha juu. Kibiashara zaidi. La kwanza, unafikiri kwa wawekezaji hasa ambao inaaminika kwamba wanapokuwepo kwa wingi ndio mambo yanakuwa vizuri zaidi. Kwenye masuala ya uwekezaji uligusia hapo vizuri kabisa, nini kifanyike zaidi kwa ajili ya kuongeza hilo. Lakini la pili, haya ambayo umeyazungumza yakikaa vyema, tunajiona wapi kama Tanzania? Mwekezaji anahitaji mazingira ya kisiasa, mazingira ya kiuchumi, mazingira ya mambo ya kibiashara, mazingira ya kisheria na vitu vya namna hiyo. Anahitaji kuona vipo katika namna gani ili mradi aweke uwekezaji wake. Unaweza kuwekeza kwenye nchi, uwekezaji wako ukapotea kwa sababu ya masuala ya kisiasa na mambo mengine. Kwa hiyo tunashukuru kwa sisi kwetu Tanzania mambo hayo yako vizuri. Kwa hiyo tuna labda wajibu tu wa kuboresha baadhi ya maeneo kama hayo mambo ya miundombinu, kama hayo masuala ya mazingira ya urahisi, teknolojia na vitu kama hivyo, ili mradi kuendelea kuvutia zaidi wawekezaji wetu. Lakini kuna incentives pia, kuna vile faida fulani, manufaa fulani mtu akiwekeza kwako, labda mfano mzigo fulani wa ushuru unapungua, au zipo hizo zimepangwa, lakini zikiboreshwa zaidi wawekezaji wanaweza kuvutiwa zaidi, kwa sababu kuna wakati mwingine mwekezaji akija si tu kama unataka kodi yake, hapana, lakini anakupa ajira, lakini anakuzalishia bidhaa ndani ya nchi yako ambayo utauza kwenye nchi nyingine. Lakini pia mzalishaji akija, kwamba tunaboresha zaidi mazingira ya uwekezaji, lakini pia tunatengeneza miundombinu nazidi kuwa imara, lakini pia ile ambayo iko sawa bin sawia na inaturahisishia masuala ya usafirishaji na vitu vinginevyo vingi. Lakini pia kuweka mazingira mazuri kwa wafanyabiashara, inawezekana ikawa ni wale wa juu, wakati na wa chini, lakini pia umesikia hapa wataalamu wakituambia kuangalia hata sekta nyingine ikiwemo sekta ya utalii na kuboresha zaidi upande huo, iwe rahisi watu kuwekeza kwenye masuala ya utalii na vitu kama hivyo. Tukiachukua haya, tutaendelea ku maintain pale tulipokuwepo. Ulisikia pia issue ya mauzo ya dhahabu, namna gani mambo yakae vizuri upande huo ili kuweza kuboresha zaidi mauzo nje, lakini pia hapa ndani kuna namna gani ufanyaji kazi unakuwa rahisi kwa wale wahusika na mnyororo mzima wa thamani kwa upande wao. Nikushukuru tena kwa mara nyingine, mpaka wakati mwingine. Nami ni John Lawrence Mokela na hii ni Kibiashara Zaidi. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.